Tutaanza na mstari wetu mkuu, Zaburi ile ya 92 mstari wa 8 mpaka wa 15. Lakini nasoma tu mstari ule wa 8 wa 12 mpaka wa 15. Lakini mstari wetu mkuu ni huo, Zaburi sura ya 92. Tasoma mstari, utausoma kila siku tunavyoanza kipindi. Utasomwa kila kitu. Lengo kusoma kila kitu ni kutengeneza connection, ni kutengeneza wasiliano la kile tunachoendelea kujifunza. Tengeneza tu muunganiko wa kile tunachojifunza. Zaburi ya 92 kumradhi, mstari ule wa 12 mpaka ule wa 15. Biblia inasema hivi: mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Watangaze ya kwamba Bwana ni mwenye adili, Bwana ni mwenye adili, ndani yake hamna udhalimu. Jina la Bwana libarikiwe. Na huu ndio mstari wetu, na tunauona mwerezi wa Lebanoni. Ule mstari wa 12 anasema atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Moja ya tafsiri nyepesi ambayo kwenye utangulizi nimezungumza mara nyingi, nimesema kwamba Mungu anajaribu kufafanua ustawi wa mwanadamu kwa lugha iliyo nyepesi. Maendeleo ya mwanadamu, kufanikiwa kwa mwanadamu, anagundua kwamba akitumia lugha ya kawaida kabisa kumwelezea mwanadamu mwenyewe haiwezekani. Kwa hiyo anatumia mfano wa mimea kumwelezea mtu. Anatumia mfano wa mimea kumwelezea mtu, na amezungumza mara nyingi. Amezungumza katika Zaburi ile sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ule mstari wa 3 anaeleza vizuri kabisa ya kwamba huyu mtu atakuwa, anasema, wala jani lake halinyauki na kila litendalo litafanikiwa. Kwa kuna namna anajaribu kuzungumza kwa lugha hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unagundua kwamba ustawi tumepewa kwanza ni asili yetu. Kwa hiyo chochote kinachoenda kinyume na asili, tayari tatizo linaanzia hapo, kinapaswa kushughulikiwa. Apewe sifa Yesu. Sasa tusogee kitu ambacho natamani tukiangalie leo. Nachotamani tukiangalie siku ya leo. Kiangalie siku ya leo. Ustawi aliopewa mwanadamu ni kama kiapo. Andika hivyo hivyo, ni kama kiapo. Ustawi ni kama kiapo. Na leo tutakuwa na hilo ombi, tukiomba kuwa mwerezi wa Lebanoni kama kiapo cha Mungu kwetu. Mstari wetu tutaenda nao unaotuongoza katika ombi hili ni ile Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ile ya 15 mstari ule wa 16. Biblia inasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Mambo machache hapa ya msingi kabisa. Anasema hivi, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua, nimewaweka mwende mkazae matunda. Nimewaweka mwende mkazae matunda. Nikasema tafsiri nzuri iko kwenye Kiingereza. Anasema ye not chosen me, but I have chosen you
and ordained you that you should go and bring forth fruit. Tafsiri ya neno nimewaweka mwende mkazae, huku amesema ordained. Bwana Yesu asifiwe. Neno ordained ukisoma kwenye tafsiri nyingi ni uwezesho wa mamlaka ya kiroho kuwa. Kilichokuwa kinafanyika hapa siku ya Jumapili ilikuwa ni ordination, kuwapa mamlaka za kiroho watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumziwa watu waliopandwa katika nyua za Bwana, maana yake watu waliomwamini Kristo, watu waliokuwa kwenye tawi la Kristo, wamewekewa hiyo power ndani yao, wamekuwa ordained ndani yao kwenda kuzaa matunda. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa twende tuangalie kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 mstari wa 12. Tutaangalia hapa, utakutana na jambo ambalo unahisi kama haliko sawa, lakini liko sawa. Hiyo Mathayo 13:12 anasema hivi: kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishwa tele. Sikiliza hilo neno. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Narudia tena, anasema hivi, mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa. Atapewa, atazidishiwa. Atapewa, atazidishiwa. Yule mwenye kitu atapewa, atazidishiwa. Na yule asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Maana yake ni makosa mbingu kukutambua kwamba wewe ni mtu usiye na kitu. Wewe ni mtu usiye na kitu, ni makosa. Kwa hiyo kukiwa na utambulisho wako wa namna hiyo, maana yake kuna watu ambao wanatumwa kwako. Kama ordination ni ya kiroho, maana yake kuna uhalali wa nguvu za giza kuja, kama ndio wanaochukua, au kama ni malaika wanachukua, basi kuna uhalali. Au kama kuna watu wanatumwa, basi wana uhalali. Maana yake sifa yako wewe ni kukosa kitu kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kutokuwa na kitu ni utambulisho ya kuwaita wanyang'anyi. Kutokuwa na kitu ni utambulisho wa kuwaita watu wanaotakiwa kukusearch na kuchukua chochote wanachohisi unacho. Wanasema dunia sio fair. Kwa hili inawezekana Mungu sio fair zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema yule anayeona ana kitu ataongezewa. Na sio tu ataongezewa, anasema na kuzidishiwa tele. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka ustawi, na ustawi anaotaka ameweka sababu ya wazi kabisa. Anasema ili watu wajue ya kwamba Mungu ni mwenye adili. Kwa hiyo kama wewe una kitu na unajua kabisa una kitu, asili nature ya Mungu inataka kuja kukuletea zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Tusogee tena kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 25 mstari wa 14 hadi wa 29. Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 29. Anawaambia hivi: maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu akapewa kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Kila mmoja akapewa kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Kila mmoja akapewa kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5
akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta 5 nyingine. Vile vile yule mwenye 2 naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku si nyingi, akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea 5 akaleta 5 nyingine, akaleta talanta nyingine 5. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama talanta nyingine 5 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 2. Akasema, Bwana alikuweka kwangu talanta 2. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningepata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Mstari wa 29. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu angechukua hata ile 1 angempa mwenye 2. Angalau yule mwenye 2 yule ingekuwa 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inachukuliwa kwa yule ambaye amebakiwa na 1, anapelekewa yule mwenye 10. Na hapa anatoa mkazo wa wazi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yetu sisi tumepewa hali ya kustawi. It is our nature. Kwa hiyo kuna kiwango cha kwenda mbele za Mungu, sio kwa kulia. Unaweza ukamwambia, asili yangu Mungu haijakaa sawa. Asili yangu haijakaa sawa. Asili yangu Mungu haijakaa sawa. Asili yangu haijakaa sawa. Na ndio maana yanazungumzwa haya mambo. Haizungumzii kwa lugha nyepesi. Hapa inazungumzwa kwa lugha ya ukali, kwamba hata kama umeshindwa. Na maana nilikuwa naongea na wazazi, najaribu kuwasisitiza kweli. Mimi ni mpenzi sana wa watoto na vijana, kwa kweli mimi ni mpenzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu amenipa huo moyo. Nikasema kuna aina ya maisha watoto wanayafanya, Mungu hajayaweka hayo. Mungu hajawahi kutupa sisi kufundisha watoto kununua tu vitu. Hiyo sio hesabu ya Mungu. Hesabu ya Mungu ni hii, kwamba unaweza ukapewa 1 zikawa 2. Utakapopewa 1 na ukatengeneza mazingira ya kutokuwa nayo, unanyang'anywa kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa yapandwe kwa watoto wangali wadogo. Wajue mapema. Katoto kamezaliwa, kanajua kuongea, kanatakiwa kajue kwamba vitu vilivyoko nyumbani vinatakiwa kuongezeka, sio vinatakiwa kuisha. Tumeenda kwenye kongamano moja la watoto, mpaka tukamwambia mamake mtoto asimpe hela tena, aje bila kitu, kwa sababu mtoto akipewa hela darasani akai. Ni anasumbua kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maana ametoka ameenda amenunua pipi, ananunua 1 anarudi tena. Yaani hela ikiisha ndo anatulia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria, mtoto ndo amelelewa, na ndo amelelewa, ndo form 2, ndio form 6, na ndo hata ameajiriwa sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kichwa sio rafiki wa Mungu kabisa.
Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa maongezeko ndani yake haupo. Mfumo wa maongezeko haupo. Na hapa ametoa neno la wazi, akasema akawapa kila mtu sawasawa na uwezo wake, akafanye biashara. Akafanye biashara, akapambane, akatengeneze kitu. Mungu anasisitiza, kwa sababu ndani yangu nimekufanya mwerezi wa Lebanoni, nimekuwekea mazingira mazuri, nimekuwekea vitu vizuri. Maana yake najua ya kwamba una uwezo wa kufanya. Kwa hiyo ukihisi hauna uwezo, hata kila kidogo unanyang'anywa. Jina la Bwana libarikiwe. Tusogee kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 19 mstari wa 12 hadi wa 26. Kitabu kile cha Luka 19. Sasa habari zinafanana. Nataka tuangalie tu ule msisitizo kidogo. Inafanana, ni habari inayofanana. Nataka tu tuangalie ule mstari wa 26, namna ambavyo Mungu anasisitiza pale. Anasema hivi, neno ni lile lile, nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Yule aliye na kitu atapewa, asiye na kitu atanyang'anywa hata kile alicho nacho. Mstari huu umesisitizwa tena katika kitabu cha Marko ile sura ya 4 mstari wa 25. Marko sura ya 4 mstari wa 25. Biblia inasema hivi, kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Hii si hali ya kawaida. Na kwenye Biblia huwa kuna vitu tunajifunza. Jambo likirudiwa sana, jambo lile lile likirudiwa sana, be very careful. Yani katika nyaraka zote unalikuta liko vile vile. Nyaraka ya kwanza, nyaraka ya pili, nyaraka ya tatu, unakutana ya 4, linajirudia vile vile. Be very careful. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna kitu cha msingi sana, kiasi ambacho Mungu hakutamani kila aliandika akikose. Kwa hiyo unagundua kwenye hili eneo kila kitu kipo. Kuna namna anza kuogopa, kuna namna anza kubadilisha lugha. Hata ukiwa kwenye nyumba yako, ukileta kitu anza kukiogopa. Kwa nini? Kwa sababu kinakudai kuwa na kitu, kinakudai kuwa na kitu, kinakudai kitu hicho kiongezeke. Kwa nini? Kwa sababu ni asili iliyo ndani yako. Kwa hiyo usichukulie maisha ni rahisi tu kwamba ninaweza nikafanya ninavyotaka. Hapana, kuna nature ya Mungu ndani yako inayokudai. Na ndio maana kuna mahali Biblia inasema hivi, alisema Yesu mwenyewe alisema, baada ya mwanamke mmoja kumpaka mafuta, mtumishi wa Mungu mzee wa mahesabu Yuda akamwambia, Bwana, mafuta ni gharama sana, tukiauza hela ndefu hii. Papa maskini. Akamwambia, maskini mtakuwa nao siku zote. Maskini mtakuwa nao siku zote. Neno liliniuma sana hii. Bwana Yesu asifiwe. Liliniuma kweli. Angalau lingetoka kwenye kinywa cha Petro, fresh tu, lakini sio kwenye kinywa cha Bwana. Maskini mtakuwa nao siku zote. Maana yake ni hii, kuna watu ambao watazidi kunyang'anywa. Hata kile kidogo wanachofikiri wanacho, watazidi kunyang'anywa. Hata kile kidogo wanachofikiri wanacho. Kwa hiyo tunapojifunza hapa, moja ya jambo ambalo unatakiwa ulipokee moyoni mwako, unatakiwa ulipokee moyoni mwako,
kwamba Mungu amedhamiria wewe uwe na wingi wa vitu. Mungu ameweka dhamiri, ndio maana amekuordain. Umekuwa ordained, umewekwa huo wakfu, umewekwa huo wakfu kwamba unalazimika uwe. Anasema nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, na mfanyi hivyo kwa ajili yenu, ni kwa sababu mmebeba utukufu wa Mungu. Kimpendeza Mungu, tutaangalia hapa mchana namna ambavyo Mungu ana wivu na utukufu wake, kiasi kwamba anaweka kiapo, anasema sitawapa sanamu sifa zangu. Maanake kama kuna namna sanamu inajaribu kuchukua sifa za Mungu, kuna pigo ambalo sanamu itapigwa la ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu heshima ya Mungu hakuna awezaye kuichukua, na anayafanya haya, anakuinua wewe, anakubariki wewe uwe kama mwerezi wa Lebanoni kwa heshima yake. Uwe kama mwerezi wa Lebanoni kwa heshima yake. Mungu anajua haifai sana mtu anayemtumikia kuendelea kupata taabu kama wengine wanavyopata taabu, baada ya anayemtumikia kuwa faraja kwa wanaopata taabu. Jina la Bwana libarikiwe. Turudie mstari tunapojiandaa kuingia kwenye maombi, ile mstari wa Zaburi, sababu kuna vitu tunavisisitiza. Ile Zaburi ya 92, mstari wetu mkuu, ule mstari wa Zaburi ya 92, tusome ule mstari wa 12, kwa sababu tumesema maombi yetu ni hilo tu. Ombi letu ni moja siku zote, ombi letu ni moja siku zote. Zaburi ile ya 92 mstari ule wa 8 wa 12, Zaburi ya 92 mstari ule wa 12, anasema hivi: mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyumba za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Wanakuwa wanazaa hadi wakati wa uzee, wanajaa utomvu, wanasitawi katika nyumba ya Bwana. Anasema ili watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Kwa hiyo kuendelea mbele, Mungu ameweka wakfu juu yako kwamba ni jambo la lazima, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye Bwana anajivunia isipokuwa ni wewe. Hakuna mtu mwingine ambaye Bwana anajivunia isipokuwa ni wewe. Wewe umebeba mapenzi ya Bwana yajulikane na watu. Wewe umebeba uzuri wa Mungu ujulikane na watu. Wewe umebeba rehema za Mungu zijulikane na watu. Wewe umebeba upako wa Mungu ujulikane na watu. Wewe umebeba nguvu za Mungu ili Mungu ajulikane na watu. Haleluya, haleluya. Naomba tusimame. Kwa hiyo ikiwa Mungu amekusudia sisi kuendelea mbele kwa kiwango hicho, na kila aina ya mashaka kwamba hauna, kuna watu wanawatuma kuja kukunyang'anya. Manake Mungu yuko very serious kuona kuna hatua zinasogea kwenye maisha yako. Manake Mungu yuko committed sana kuona ziko hatua zinapigwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, kiapo chako cha mimi kuzaa matunda kiwe hai juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema nimewaweka mwende mkazae matunda, anaposema nimewaweka mwende mkazae matunda, nimewaweka mwende mkazae
matunda, mwende mkazae matunda. Mwambie Bwana, hicho ulichokiweka tukazae matunda kikatimie katika jina la Yesu. Na kataa roho ya kutokuwa nacho, kataa hali ya kutokuwa na, kataa kila eneo la maisha yako. Kataa hiyo kauli isiweko ndani yako ya kwamba sina kitu. Shindana nayo. Kwa nini? Kwa sababu ni asili ya Mungu wewe kuwa na vitu. Jina la Bwana libarikiwe. Musa aliulizwa una nini? Akasema nina fimbo. Mwanamke aliulizwa una nini? Akasema nina mafuta kidogo. Wewe una nini? Nina kitu fulani. Maana yake tembea mbele za Bwana, umwambie Mungu nina kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Karibu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, asante kwa neema yako na rehema zako nyingi. Asante kwa uaminifu wako na mkono wako wa baraka. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, umesema nimewaweka mwende mkazae. Nimewaweka mwende mkazae. Nimewaweka mwende mkazae. Nimewaweka mwende mkazae. Mwende mkazae. Mwende mkazae. Nami nimewaweka mwende mkazae matunda. Nami nimewaweka mwende mkazae matunda. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo neema yako Bwana, hiyo neema yako, hiyo neema yako kwamba umetuweka, hiyo neema yako kwamba umetuweka, hiyo neema yako kwamba umetuweka, hiyo neema yako kwamba umetuweka. Mungu wa rehema, neno lako likalete matokeo. Hilo neno lizae matokeo, lizae matokeo juu yangu, lizae matokeo, lizae matokeo, lizae matokeo, lizae matokeo, lizae matokeo. Bwana, neno lako lilete matokeo, lilete matokeo, lilete matokeo, lilete matokeo katika jina la Yesu. Kila hali ya kwamba sina, ninaikataa. Hali ya kutokuwa nacho, hali ya kutokuwa nacho, hali ya kutokuwa nacho, hali ya kutokuwa nacho isiyokupendeza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nami natangaza ninacho kitakachozidishwa na Bwana, ninacho kitakachozidishwa tele, ninacho kitakachozidishwa tele, ninacho kitakachozidishwa tele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana anasema aliye nacho ataongezewa, atazidishiwa tele, atapewa na kuongezewa tele, atapewa na kuzidishiwa tele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza mbele ya madhabahu yako ya kwamba ninacho, ya kwamba ninacho, ya kwamba ninacho, ya kwamba ninacho kinachotakiwa kuzidishwa na Bwana. Ninacho kinachopaswa kuzidishwa na Bwana. Ninacho, natangaza ninacho, natangaza ninacho kwa damu ya Yesu. Ninacho kwa damu ya Yesu, ninacho kwa damu ya Yesu, ninacho katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Asante kwa baraka zako, asante kwa mkono wako, asante kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na heshima Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Karibu mchungaji.